Huu kama msimu wa 12. Wa 12? Kama unaonekana mdogo sana na kwenye. Nimeanza kucheza mdogo. Nimeanza kucheza ligi na miaka 18. Okay. Okay. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa ni vya kushangaza ni the way ambavyo umekuwa ukiongoza Mashujaa kwenye nyakati ngumu, lakini wewe unaendelea kupambana. Ni kitu gani hasa ambacho ni silaha yako? Kitu cha kwanza ni kazi yangu. Kitu kingine na tupo hapa kuhakikisha kwanza Mashujaa inasonga mbele. Licha ya kwa kidogo sasa hivi tunasuasua tufanye vizuri, lakini kama unavyoona bado tunatoka jasho kupambana kuona Mashujaa inaendelea kufanya vizuri. Kwa maana hiyo kitu cha kwanza tukiwa kwenye timu tunasema kuipambania nembo Mashujaa, halafu jambo nyingine la mtu mmoja kwenda kutimiza malengo yake. Moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikionekana sana kwenye ligi kuu Tanzania bara ni baadhi ya wachezaji kutokuridhishwa na mabadiliko ya walimu. Mashujaa ni moja kati ya maeneo ambapo kumekuwa kuna mabadiliko makubwa sana ya walimu. Hii kuna namna yote ile inawaathiri ninyi kama wachezaji? Hapana, kwa sababu sisi tuko hapa kufundishwa. Kwa maana hiyo sisi mwalimu wote anayekuja tunampokea na tunampa ushirikiano wa hali ya juu kuhakikisha tunafanya vizuri, kwa sababu hapa wote tupo lengo letu moja tu, kuhakikisha Mashujaa inafanya vizuri. Inawezekana kocha anafukuzwa na nini kutokana na ubovu wa matokeo na nini, lakini bado tunampa ushirikiano 100% mpaka kuhakikisha timu inafanya vizuri. Haya mambo mengine ya kocha kufukuzwa ni kocha anaajiriwa kufukuzwa. Unasema kocha anaajiriwa kufukuzwa, lakini wachezaji ndio ambao mnaenda kuimplement mifumo ya mwalimu kiwanjani, lakini baadaye anaondolewa mwalimu. Huwa mnajisikia vipi kama wachezaji pale ambapo mwalimu anapoondolewa kwa matokeo mabovu, ikiwa ninyi ndio mnaenda kutimiza kile ambacho anachokuwa na waelekeza? Kiukweli binafsi kama mimi nijizungumzie kwanza, na sidhani kama ni mimi tu, wachezaji wote kwa ujumla tunajisikia vibaya, kwa sababu ukiangalia mwalimu ni tunakuwa kama baba yetu, kama mlezi. Ni kama vile baba mwenye nyumba na watoto wake. Umeona? Kwa hiyo baba anapopata changamoto watoto lazima kidogo mtajisikia vibaya. Tunakuwa tunajisikia vibaya, lakini ni matokeo ya mpira muda mwingine. Tunapambana kati ya uwezo wetu kuhakikisha tumfanyie vizuri, lakini muda mwingine unakuta matokeo yanakataa. Ni mara ngapi unafundishwa na Mwalimu Julia? Hii ndo mara yangu ya kwanza. Nilikutana naye timu ya taifa na hii niseme mara ya pili. Mwalimu Julia ni mwalimu wa aina gani? Ni mwalimu mzuri, ni mwalimu mhamasishaji. Kama unavyoona hapo muda wote yupo kupush kila mchezaji kuona anafikia malengo. Kwa hiyo ni tupo naye na tunamkaribisha na imani itafanya vizuri. Kitu gani unatamani kwenye ligi kuu Tanzania bara kingebadilishwa kikawa kwenye muonekano mwingine tofauti? Huenda ni cha kukera ambacho nahisi kama kingebadilishwa ligi yetu ingekuwa bora zaidi. Mimi binafsi nipende tu kuwapongeza, kwa sababu tulikotoka kama nilivyokuambia, mimi naanza kucheza ligi muda kidogo. Kwa tulipotoka na mpaka sasa hivi tulipofikia, kiukweli unajitahidi sana. Kwa hiyo tuendelee tu kati siku zinavyozidi kwenda, tuzidi kuongeza maboresho namna tunavyoendelea kiukweli, lakini tunaendelea vizuri. Kwa hiyo mimi niwapongeze viongozi ambao wanaongoza. Kuna kasumba ya makosa ya kibinadamu ambayo imekuwa ikiendelea kwenye ligi kuu. Kuna namna yote ile ambayo inaweza kuwa inaharibu taswira ya ligi kuu? Sijajua wapenzi wa mpira na wadau wanaichukuliaje hiyo, lakini kwa sababu makosa yanayotokea kibinadamu ni makosa ambayo tunaona hata duniani yanatokea. Sio, unaelewa? Kwa hiyo inapotokea tatizo la kimpira au makosa ya kibinadamu katika mpira, alafu ukilitafsiri vingine, hiyo inakuwa sasa wewe na uelewa wako. Lakini makosa yapo na yanaendelea kujitokeza kila siku. Kwa maana hiyo yani mchezo ni sehemu ya makosa. Kwa hiyo isitokee tatizo wakamshtumu labda vibaya mtu, labda imekuwa hivyo mgamba, hapana. Ligi kuu Tanzania bara, ukipewa nafasi ya kuchagua wachezaji wawili wanaocheza kwenye nafasi yako ambao unaweza kusema huyu akija kwenye timu yangu niko tayari nipisha akae yeye kwenye nafasi yako, ni nani na nani? Wachezaji wawili kwenye nafasi yangu? Wa kwanza ni Abdul Malik Zakaria ambaye tulikuwepo naye hapa, mchezaji ambaye namuona anaendelea vizuri kwenye ligi. Wa pili pia ni Mohamed Musa, pia tuko naye hapa, anaendelea vizuri na unamuona sasa hivi kila mechi anacheza, kwa hiyo ni mtu ambaye anakuja vizuri. Mchezaji gani ambaye umewahi kukutana naye akakupa wakati mgumu uwanjani, wewe kama mlinzi na yeye kama mshambuliaji? Kwa sasa hivi
striker ambaye nimekutana naye ambaye amenisumbua kidogo kwa mechi nilizocheza naweza nikasema wa JKT Popita. Sawa. Na tunapomzungumzia Baraka Mtui, tukiachana mpira wa miguu, Baraka Mtui nje ya mpira wa miguu ni kitu gani kingine ambacho anapendelea kufanya? Mimi nikitoka kwenye mpira, mzee wangu, mimi napendelea labda kusikiliza tu muziki na nini. Ni mtu ambaye nimetulia tu, sina kitu kingine ambacho naweza kufanya. Tunaweza kusema ninyi kama wachezaji ambao mara nyingi mnaonekana au mnasikika kwenye vyombo vya habari, mnakuwa mna influence ya kufuatiliwa sana na akina dada. Hii kwako imekaaje? Haya mambo yapo, lakini ni wewe tu sasa na akili yako, na ukizingatia kazi yetu hii haipendelei sana kuwa kwenye kazi alafu ukawa na mtu wa totozi. Inakuwa inakuharibia kidogo, kwa sababu kazi yetu kama unavyojua ni kazi ya kukimbia muda mwingi, ni lazima mwili wako uwe fit muda wote. Kwa hiyo ana maana mimi na familia na mke na watoto, kwa hiyo nimetulia tu. Okay. Watoto wangapi? Mimi na watoto 3. Moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wamekuwa wakihoji ni namna gani mchezaji anaweza akawa yupo kambini na wakati huo ana familia, kwa maana ana mke na watoto. Inakuwa ngumu kiasi gani wewe kukaa mbali na familia yako kwa muda mrefu? Kitu cha kwanza unapaswa unayemuoa ajue kwamba hii ni kazi yako. Ajue ni kazi yako na ajue anaolewa na mtu aina gani. Unaelewa? Kwa maana hiyo kisha kwa hivyo inakuwa rahisi pia wewe kukurahisishia katika kazi yako. Kwa sababu hata ukiwa hivi, ukiwa mbali kiasi hichi, kama uko Kigoma, mimi familia yangu iko Dar, yeye ndo anakuwa mtu wa kwanza kukutia moyo na yani kukufanya uendelee kupambana zaidi. Kwa sababu anajua upo mbali. Kwa maana gani? Ya kukutunzia mali zako na nyumba kiujumla na pamoja na watoto. Umewahi kuitwa timu ya taifa. 2027 ni mwaka ambao tunaenda kuhost mashindano ya AFCON. Inakuhamasisha kiasi gani kuelekea mwaka 2027? Ni jambo zuri na huo ni wito wa kila mchezaji ambao inakuambia kwamba ujitume ili uweze kuwepo kuiwakilisha nchi yetu. Kwa maana ni jambo zuri, na mimi niwaambie tu wachezaji wenzangu, hiyo ni fursa. Kwa hiyo tunapaswa tupambane ili atakayebahatika kuwepo katika kuwakilisha timu ya taifa basi tuweze kufanya vizuri. Shukrani Baraka. Asante.